Hello Shabiki Social, karibu. Tunakutana kwenye Shabiki Social nyingine baada ya miezi 8 kupita. Mara ya mwisho ilikuwa Juni 25, 2025 walipokutana wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga, mchezo ambao uliamua hatima ya nani atakuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC. Shabiki Social ya mwisho ya mtani wa jadi ilikuwa hapo kwa maana Kariakoo Derby. Tunakutana leo tena kwa mara nyingine kwenye Shabiki Social, kukutana na wewe popote ambapo upo. Sehemu ya kukutana ni kwenye ukurasa wetu wa Azam TV Sports, ndio sehemu ambayo tunakutana. Yanga atakuwa nyumbani leo dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, uwanjani Amani Complex Zanzibar, kuanzia majira ya saa 2:15 usiku. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza nawe na yale ambayo umeyatoa kwenye mitandao yetu ya kijamii kote, tutapita nayo. Mimi ni Richard Ngaila, nipo na IK the host. Oho, Aleche! Haikwepeki! Mchani! Ndo haikwepeki. Huku Yanga, huku Simba. Saa 2:15 itaamua. Rukaya ana hamu ya kuongea. Rukaya Bugita. Bwana, ukikutana na IK the host nje ya geti la ofisi yetu pale, unaweza kusema huyu mtu amechelewa boti. Yaani sio mtu hapa, yani ni ameachwa na boti. Sasa anatafuta at least apate kibanda umiza akakonge nafsi yake. Sawa, Richard, leo ni siku ya burudani kabisa. Ni siku ya burudani ya soka. Lakini pia ni siku ya mashabiki wa Yanga na Simba. Siku ya dabi ya Kariakoo. Na nikwambie tu kwamba siku kama hii joto linakuaga kubwa kuliko kawaida. Ndio maana Shabiki Social tuko hapa. Na wakati nafungua nikaikumbuka ile mtani jembe nikaiweka kwamba hii haikwepeki. Mara ya mwisho kwenye Shabiki Social limona IK the host na Abu Yusuf, watu bingwa kabisa. Sasa kwenye dabi ya Kariakoo ile ya Januari 20 ilikuwa Juni 25, 2025, msimu ule ambao iliamua nani atakuwa bingwa. Wekundu wa Msimbazi wakapoteza magoli hayo mawili. Sasa leo ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii kuna wale ambao wanasema ni dabi ya kisasi, kuna ambao wanasema ni muendelezo wa ubabe ndio upoishia kisasi haki, na kuna ambao wanasema haikwepeki kisasi haki, lakini msamaha msamaha kuna mawili, aidha usamehewe au ukataliwe. Huruma sio malezi. Kwa hiyo unaweza kaendeleza ulipoishia. Hapana, ila huruma sio malezi. Na sisi kama Shabiki Social tunasema sisi wote hapa ni wazalendo. Sisi tuko hapa tu kupata burudani, kujua nini kinaendelea. Sasa nikiangalia nyuma yenu panavutia sana. Naangalia kuna picha za mafundi wawili. Nasikia mmoja mgonjwa. Huyo uko ndani wewe? Rukaya ambao upo naye karibu. Huyu ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Ila nitaka umalizie huyu hapa. Huyu basi nimsogelee kabisa. Huyu Pacome. Namna hiyo. Malizia Pacome Zouzoua. Kwa leo tuko hapa. Muda kazi umefika jamani. Muda kazi. Ile taarifa yake tutakuwa nayo, lakini tutakwambia. Baada kile ambacho kimeandikwa kule kwenye mitandao ya kijamii exclusive yake ipo. Kama amejipanga kufanya nini leo? Na tabasamu lake pia limehusishwa. Unajua Clatous Chota Chama ni moja kati ya nyota ambao wamevaa jezi za timu zote mbili kabisa. Na Chama amefunga pia akiwa na uzi mwekundu kwenye mechi ya dabi. Kwa Chama subiri kwanza. Pacome pia amefanya hivyo, amefunga kwenye dabi. Hata mchezo wa mwisho ule kwa mkwaju wa penalty na alitoa na assist. Ngaila, unataka kusema nini? Kwa hiyo unataka kusema Chama kusema nini? Yaani unataka kusema nini? Ngaila, unataka kusema Chama alishavaa nyekundu, kavaa kama ilivyo hapa IK. Amevaa akavua jamani, kavaa hivi jamani. Tumeona. Ndio. Sasa na amependeza sana. Na kote alipendeza. IK bwana. Alipendeza akiwa amevaa jezi za huku uwanjani na katika vitu ambavyo utakiwi kuwekea guarantee ni IK the host. Vile ambavyo wewe namna unahisi atakuja atakushangaza.
Nikwambie tu kwamba atakushangaza. Ulitarajia hili? Ulitarajia atakuja namna hii? Mimi nimekutana naye mlangoni nikasema huyu shabiki mpotea njia. Na mimi nilitaka kwenda kubadilisha nguo. Baada ya kumuona. Baada ya kumuona nikasema hapana. Haiwezekani nisipendeze, upendeze peke yako. Nina jambo mwakani tena. Tukupe upande? Mwakani tena. Upi? No, mimi niko pande zote mbili. Mimi ni mzalendo kindakindaki, shabiki social, mzalendo kindakindaki. Nipo pande zote mbili. Huku na huku, 2:15. Shabiki social. Anatuandaa. Sikwepeki. Nipo kila nyingine na sisi tutakuja kama yeye. Alafu yeye aje na kingine. Sasa shabiki social wa kweli ni yule shabiki ambaye analipenda soka. Kabisa. Ni yule shabiki ambaye baada ya mchezo kumalizika anabaki kuwa na utani ule ambao bado unabaki kuwa na amani. Tunafahamu kwamba Simba na Yanga ni timu ambazo zipo kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 80. Mmoja alianzishwa mwaka 1935 kwa maana ya Yanga akiwa wa kwanza, mwaka mmoja mbele, baadaye wekundu wa Msimbazi Simba na wao wakaanzishwa. Kwa hiyo dabi hii ya Kariakoo ina historia kubwa. Kwanza umri wa kuanzishwa kwao, ukaribu wa kijiografia, wote wanatokea Kariakoo. Na ni mechi ambayo imechukua sehemu kubwa ya mashabiki wa soka, si tu Tanzania bali Afrika kabisa. Kumekuwa na kundi kubwa la mashabiki ambao wanaiongelea dabi. Na utani ambao hauumizi. Na kwamba pia wanasema kwamba hili pia ushabiki social kindakindaki haitakiwi baada ya mchezo pia tumkagombana, mkatafarukana. Yaani mwisho wa siku wewe aliyeshinda ashinde, kama ni draw ni draw, kama aliofungwa pia afungwe. Kwa siku tubaki na matokeo ya amani. Hii jamani ni Kariakoo Derby na tuko hapa kukupa burudani. Mwenye pressure, mwenye kila aina ya wasiwasi, relax, achukue tende ale. Tende. Tunajua tuko kwenye mwezi mtukufu na Kwaresma. Kwa anatakiwa achukue tende kidogo taratibu. Na uzuri muda wa mechi watu wanakuwa wote wameshapata futari. Wanakuwa wameshafungulia. Wale wa Kwaresma washakula, wale ambao tunaswaumu tayari umeshashiba, umejiweka vizuri kabisa, unaelekea pale New Amani Complex kwa ajili ya kutazama hiyo kabumbu. Na nikwambie Ngaira, kwa wale ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania, umesema dabi ya Kariakoo ni dabi ambayo ina mashabiki wengi zaidi na wametanua ugo. Na kwa kutokana na hilo, mtazamaji ama shabiki social ambaye uko huko nje ya mipaka Tanzania, unaweza tu kupakua application yako ya Azam TV Max ili uweze kufuatilia hiyo kabumbu. Lakini pia utufuatilie shabiki social. Kwa hiyo ukiwa na Azam Max unacheki boli kiganjani. Popote ulipo boli linadunda kiganjani. Cha kufanya ni kupakua tu hiyo application. Kwamba haikwepeki ndio leo. Yaani popote na kufikia. Kwenye basi kuna Azam Kisimbuzi, huko nyumbani kwako utakuwa na Azam, kibanda umiza utakuwa na Azam, kwenye simu yako utakuwa na. Haijeshi simu gani? Nyumbani kwako, umesahau nyumbani kwako. Mpaka kitochi tutawekea Azam. Tunakwambia Azam kama nini? Sasa nyumbani kwako kwa shilingi 28,000 unaangalia Mbungi, burudani yenye hadhi ya nyota 5. Si unanielewa? Kabisa. Mpaka simu ya kitochi tuwekea Azam Max. Huyo ndo wake sasa. Mbona yake alipoangalia simu ya kitochi? Ushajiuliza kwenye simu ya kitochi wakati Azam Max? Umeshajiuliza swali? Tuanze kupata mavitus kuelekea dabi ya Kariakoo. Bado saa kadhaa, saa 2:15 usiku huu utaishuhudia dabi ya Kariakoo. Huu ni sehemu ya wachezaji kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kwenye shabiki social. Hebu ishuhudie hii. Maili 22 sawa na kilomita 35 kutoka fukwe za pwani ya mashariki mwa bahari ya Hindi mpaka visiwa hivi vya marashi ya karafuu Zanzibar. Vita imehamia Zanzibar. Wote ni katika dimba hili la New Amani Complex. And today, these two teams actually make the most exciting derby in Africa. And that is none other than the Kariakoo Derby. Listen to the sound of the lion. Listen to the sound of Simba. Come rain, come thunder, and make this league electric. Listen to the sound of the Wananchi. Listen to the sound of young Africans. For a battle over pride, revenge, and dominance, Simba and Yanga. What a start to the Kariakoo Derby! Oh, this boy is special. He actually never disappoints. Oh, beautiful football. The lion is roaring. Shiki Diarra telling them to shut up and keep cool.
Ni sehemu ya shamra kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, kama ambavyo umeshuhudia hapo sehemu ya udambu kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Umeona nyota wakionyesha udambu wao kwa mapema sana pale. Unajua kuna ambao sasa hivi wametulia afu baadaye wanapanda zao The Dragon Kilimanjaro 9 pale kwenda kuwahi. Yaani tiketi wanazo mapema kabisa. Fanya hivi basi. Yaani unaenda kwenye dabi huku unatalii. Mimi napendaga kukaa nje pale niwahi kufika. Naanza kuona uwanja kabla Ngaila subiri. Ni mara ngapi umeenda kwenye uwanja wa Amani? Mara kadhaa. Hizo kadhaa ni nyingi. Nyingi kuanzia mara 2. Kwenye hii clip tuiangalie kidogo kwenye ile clip ambayo imetoka hapo muda mfupi. Mtu wa mwisho kumalizikia pale ni Gideon. Screen protector. Imetoboka mara ngapi? Lakini kuna wachezaji ma striker pale. Tumewaona wakionyesha mambo yao. Na viungo mafundi wa soka pale katikati. Ukifikiria hii dabi ya leo, yani dabi ya leo na historia kwa ufupi. Yani kwa ufupi ambao tumezishuhudia dabi kadhaa hapa nyuma. Inakwenda kwa dabi ya namna gani? Wewe unahisi kuna kitu gani kinaweza kwenda kutokea siku ya leo? Mtego tatu. Jibu ninalo. Jibu ninalo. Jibu nalitoa. Msanii kinachoenda kutokea mpira una matokeo matatu. Hicho ndio kinaenda kutokea. Kufungwa, ashinde ama draw. Mtego. Sawa. Useme sasa atafungwa. Yani atapoteza. Yani kuna ambaye atashinda, kuna ambaye atafungwa, kuna kutoka draw. Usitafutie ugomvi na Shabiki Social. Shabiki Social aliyekuepo. Bana sasa ulizungumzia The Dragon. Mimi bwana Omar Suleiman alikutana na mashabiki wakati wanavuka maji kwenda kule kushuhudia mbungi. Wakati wanatalii kwenye maji. Wanatalii kwenye maji. Unajua ukiwa kwenye ile boti, yani unatalii. Sema Dragon. Ukisema boti, kuna namna kama yani kama kuna sehemu imelegea hivi. Sema Dragon. The Dragon. Yes. Mle ndani ni kama unatalii. Sio, umeshanifahamu. Yani dabi inaanzia mle ndani. Yani mle tu ndani, ukiwa mle ndani kwanza wewe mwenyewe kwanza utamani kushuka. Sio, umeshanifahamu. Unaweza ukaenda na kurudi. Yani wewe mwenyewe kuanzia ndani yenyewe iko peke kwenye boti. Tumeelewa vizuri. Yani lazima utapanda kwanza ile sababu haiko peke. Sasa tambo za mashabiki haziko peke. Omar Suleiman akazungumza nao mashabiki, bwana. Bwana, inakuaje leo kuelekea dabi mashabiki wa Simba na Yanga hapa? Hapa katika boti hii ya Azam Kilimanjaro 9. Ni safari hii kuelekea visiwani Zanzibar, ambapo siku ya leo inapigwa dabi ya watani wa jadi Young Africans, wananchi wakiwalika watani wao wa jadi Simba Sports Club. Mambo yatakwaje? Tutakwenda kufahamu kile kitakachojiri, lakini kama unavyoweza kuona hamasa vibe ni kubwa kwenye boti. Mashabiki wa Simba, lakini mashabiki wa Yanga kwa upande huo wako wengi kwelikweli, ambao ndio wapo kwenye hii safari kuelekea kutazama mchezo wenyewe. Kila mmoja ana hamasa, kila mmoja ana furaha kwelikweli kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Tambo za muda mrefu zimepigwa, majigambo ya hapa na pale yamepigwa. Leo tutakwenda kufahamu kitakachojiri dakika 90 katika uwanja wa New Amani Complex. Kama bado hujalipia kisimbuzi, unachelewa uondo. Lipia kwa ajili ya kwenda kushuhudia kile kitakachojiri mubashara saa 2:15 usiku kupitia Azam Sports 1 HD. Tusikilize shangwe za mashabiki, lakini je, wamejipanga kiasi gani? Kuona hao ni mashabiki wa Simba wakiwa na vibe lao. Sasa mambo yanaenda kwa vipi? Tusikilize maoni yao, tusikilize tambo zao, lakini kwanza sikiliza kile ambacho kinaimbwa hapa, vibe kiasi gani? Bado naipenda kwa kwenda Mama
Naam, kama unavyosikia ni mashabiki wa Simba tambo zao, na hicho ndo kinacho hatari hiyo. Mbona kama mashabiki wa timu moja. Ukiuliza unacheza nini sema haikopeki. Kuna nani mnacheza kama mashabiki wa timu moja hapo? Ukiuliza unacheza nini sema haikopeki. Haikopeki. Mimi naona nimejikuta tu na mimi naingia kwenye vibe la mashabiki. Haikopeki. Yaani haikopeki. Aike anaweza kacheza mpaka tunamaliza kipindi huyo. Aike. Bwana sasa muda huu ni mashabiki wanavuka wanaenda kule na the Dragon of the Sea. Sasa muda huu bwana tukwambia bwana Omari Embo wadake hapo mashabiki watambe hapa na pale kuelekea kwenye mchezo huo. Bwana alafu makocha ambao wanaenda kusimama kwa benchi la ufundi sasa hivi nijishikilie. Haikopeki. Twende kazi. Nijishikilie. Au tuchague makocha. Au nisiulize. Au tuchague makocha. Niulize swali nisiulize. Uliza swali. Kwa Simba Steve Barker, swali lako nishalijua tu. Swali lingine hilo siulizi hilo. Basi usiulize wengine. Na Goncalves. Goncalves. Pedro. Haikopeki. Huyo wapi? Haikopeki. Msaidizi wa Simba. Huyu sikataja wa Simba. Sisi huku tumemaliza wananchi. Mmetaja wapi? Tumetaja wananchi. Huyo ndo kocha wa wananchi. Gaila bwana. Nakupa nafasi nyingine. Kocha wa Yanga anaitwa nani? Si ndo nimeshamaliza nafasi nyingine tena? Mimi sijasikia. Anaitwa nimekwambia Goncalves. Ndo kocha wa Yanga. Kocha wa Yanga. Hii dabi yake ya Unataka mambo ya hesabu hatuna calculator hapa. Huyu anataka kunifanyia mchambuzi. Hatuna calculator. Tumwambie hivi, awasubirie kina Kachero. Hatuna. Uwasubirie kina Msumi. Ngaila, hatuna nini? Watakuja hapa kina Mbwaduke. Hatuna calculator. Okay. Bwana sawa. Huyu jibu lake ni moja tu. Mbwaduke. Kina Msumi, kina Kachero, kina Kachero watakuja hapa baadaye. Si ndio? Na mahesabu yao. Na mahesabu yao. Maswali kama hayo. Sisi tuachie mashabiki social wetu. Mbona maswali kama hayo? Watu waliulizwa wakiwa kwenye utulivu. Maswali hayo hebu angalia. Wakiwa wametulia lakini. Sio ghafla. Angalia hii afu mtakuja kusahihisha majibu. Sawa. Kwa kweli sijui. Hawa ni wachezaji ambao watacheza kwenye Kariakoo Derby ya tarehe 1 March pale New Amani Complex. Sasa nataka unitajie hawa ni wachezaji gani na wanavaa namba ngapi mgongoni? Hey y'all, come look at this. Buba. Sindio? His number Buba. Ngoja. Namba. La pili sige. Namba 13. Jina sijui. Huyo ni Anise Ura. Yes number. Huyu ni Buba. Buba jezi yake kwa kweli sijui. Huyu jina lake gumu kidogo, mwaka robo alimtajia. Linanitoka. Aniseti, sio Aniseti. Buba? Sijaishika. Anise Ura. 20. Huyu anaitwa Buba. 13. Sifai. Kumbuka kama sio shilingi ngapi. Bwana ujambo. Hiyo bana usichanganye. Kumbuki sasa. Gharibu Mzinga na Ayubu Hinjo ni watangazaji wazuri sana kwenye soka, hasa wanapokutana kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa maana ya Simba na Yanga. Sasa swali langu ni je, mchezo wa mwisho ambao ulitangazwa na Gharibu Mzinga na Ayubu Hinjo wa dabi ya Kariakoo, matokeo yalikuwa ngapi? Hey y'all, come look at this. Kwa upande wangu mimi nahisi ilikuwa ni 1-1. Hivyo. 2-2. Yanga alishinda. Kwa upande wangu mimi nisijua mpira na uhakika zilikuwa 2-2. Lakini watani bwana ilikuwa 0-1. Kumbuka hii ni mechi ambayo Yanga walishinda. Tena walishinda goli 1. Na goli lilifungwa na Pacome Pedro Zouzoua. Mimi ninachokumbuka mtu alifungwa kifurushi. Ila ngapi sikumbuki. Kumbukumbu zangu za haraka Simba alifungwa. Na kama alifungwa itakuwa ni magoli 3-0. Ile ambayo ya goli 5 hii. 5-1. Sio hiyo, nafikiri ni ile ya 5. Ilikuwa 5-1. Yaani Simba tulichakazwa 5-1, lakini hii inayokuja
Lazima tupindue meza. Haikwepeki. Burudani kwa wote. Naanza na wewe. Umeona kwenye ile swali la kwanza wale wachezaji wawili. Kwa hiyo walikuwa wametulia kabisa, haikuwa ghafla lakini bado kwa hawana cha kujibu. Na waliokosa mkuu ni kuhakikishie. Hapo unataka kumaanisha nini? Kwamba mimi sijakosa. Ukiwemo. Mimi sijakosa. Wewe umejaribu. Yaani mimi nimekumbuka. Ila sasa alivyoona nimepatia, akanipiga swali la pili. Kwenye swali la pili pale ndo kidogo. Ambalo lilikuwa Aikia anajibu. Alinionyesha picha ya mchezaji. Wa kwanza alikuwa Jame Buba. Buba Jame. Buba Jame. Wa pili akawa yule Anset Aura. Akakuuliza jezi. Sasa akaniuliza na jezi ya sasa vyote. Mtu akipata kama hayo yalikopo yamezidi sasa kiwango. Yaani swali lina kipengele na B. Sasa si maswali mawili. Alafu kuna mtu mmoja hivi rafiki yangu mkubwa sana. Nimemuona Rashid Hamisi bwana mkubwa na mwili mkubwa lakini striker akapewa mpira akapiga mashambani. Yaani kapiga mashambani mpira umepotelea huko yani. Jezi namba ngapi anavaa? Sipa 13-15. Nimewasikia wao, nimenukuu wao. Lakini ya kwako? Mimi pana. Hata shida. Sina calculator. Hata shida. Swali la pili, dabi ya mwisho kuchezwa kwenye ligi kuu matokeo yalikuwaje? Kwa nani? Twende hapa nani red and yellow. Si kama pale ambapo wamesema au amjasikia. Yaani mpate shida wakati wamesema pale jamani eti mimi ni nani niseme? Mimi ni nani niseme mimi niongeneze? Hapo sawa. Sisi 2-0 hapa mjanisikia? Umesemaje? 2. Tumpeleke kwenye boti. Drive. Tumpeleke kwenye drive wetu huyu. Nimempigisha chabo. Umempigisha chabo. Au ndio chabo. Au hajasikia ushawahi kupewa chabo alafu 2 alafu mpaka mwishoni inakuwa tofauti. Ushawahi kupewa chabo alafu hujaelewa na karatasi imeshatoka. Ndio ndugu yangu hapa. Ngapi? Kasema 2-0 ngai. Kasema yeye. Amesema yeye. Amejitoa. Ngoja nimfanyie icon. Leo haipopeki. Sasa Aikia amepata. Yeye sasa ndo kaninongoneza. Ngoja nisikie jibu kwa karibu kama hajalisema yani. Kumbe yeye ndo kakwambia. Nikamwambia basi sawa mimi nikasema naongeza wachezaji. Pacome Zouzoua kwa penalti. Clement Mzize akiingia kama goli la kwanza hilo. Pacome Zouzoua kama mchezaji bora kwenye mchezo huo ulioamua nani bingwa wa ligi kuu msimu uliopita 24-25. Wana nyota wa zamani na wao wanazungumzia kuelekea dabi ya Kariakoo. Hawa hapa. Hello, my name is Tadeo Ranga, a former Simba Sports Club player. Here we go today in Zanzibar at Aman Stadium. Simba Sports Club is going to versus Yanga. According to me, Simba hasn't been in good form these days, and they are in the rebuilding phase, and I think it will take some time to build a stronger team, a team which will compete well both international and locally. But of today, a derby is a derby. Form does not matter, and I know Simba can do what it takes to win it all. I just want to wish the team the best, to the players, go and fight, to the fans, support the club in every situation. All the best Msimbazi. Simba nguvu moja. Fundi mmoja hivi kiungo fulani alikuwa anacheza pale chini balaa. All the best Msimbazi anakuambia. Wakati ule alikuwa anacheza na mkata umeme. Fraga Gerson. Sawa, kwa vizuri utakuwa ndugu yangu. Kwenye midfield. Jitahidi. Nitaka nikuulize hilo swali ukanionyesha. Umejitahidi umesoma mafaili mapema. Kwa umekuja umejaa. Yaani kakukabia hapa. Yaani kukupiga roba moja hatari sana. Wewe aseme mwenyewe nini? Huyo ndo IK. Nilikwambiaje? Unakumbuka wakati tunaanza kipindi nilikwambiaje? Hakikisha. Nilikwambia IK utakavyokuwa unamtarajia yeye atakushangaza. Hakikisha yeye atakushangaza. Amekupiga roba ya yote uliyosoma. Uyamalize mnaendo huu. Yaishe. Bwana sema kwa midfield yao moja balaa. Na Fraga kuna wakati aliondoka pale na Kotei na Fraga. Mambo yalikuwa ya moto sana. Bwana mitandaoni IK the hosts Rukaya Mbugita kuna maoni mengi shabiki social wameweka huko kutoka maeneo mbalimbali. Sasa ni maoni ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Tunaanzia hapa. Hiyo ni ligi kuu
ukurasa wa ligi kuu ya NBC, lakini pia Tan Football walikuwa shared hapo. Ligi kuu ameandikaje hapo Ngaila? Hapa bwana, baada ya maoni hayo kwanza imechapishwa kama ulivyosema kwenye ukurasa wa Instagram wa ligi kuu na shirikisho la soka Tanzania TFF. Dalali Kigamboni ameweka moto. Lakini ligi kuu pale juu wameandika kitu pale. Ile siku tulioisubiri kwa hamu hatimaye imefika. Alafu kifaya hivi. Alafu tunamalizia haikwepeki. Sawa. Na wao wameweka hashtag pale. Hivi baada ya matokeo tarudi na boti moja boti ziko nyingi kwa watachagua wenyewe watawakuja mchana usiku. Zikijaa nyingine wanasubiri tu kwa maana zile zinagombaniwa. Bwana, all the best my team Yanga, sio mimi shabiki. Jessica Ngwaya ameandika hivyo. Shabiki social hiyo kwenye ukurasa wa Azam TV Sports. Sasa huu ni wa ligi kuu na shirikisho la soka Tanzania. Bwana Jacobson _TZ amesema unahitaji kupata maoni yake hayo. Kamaliza hivyo. Amemaliza hivyo. Sawa. Sasa ujue uzuri wa shabiki social bwana, wakishaamba kwamba unapewa uwanja kujimwaya ni ruksa. Kila mtu anaandika sasa maoni yake. Anamwaga pale shabiki social. Mwisho wa siku tuwe wazalendo. Lakini niwakumbushe tu kwamba jamani, bango ndo kama hivyo linajieleza. Kariakoo Derby, Yanga versus Simba. Match day ndo leo Jumapili saa ngapi? Saa 2 na robo. Sasa lile swali ambalo la mchezo wa mwisho ulipigwa Juni 25, 2025 hapo Lupaso kwa Mkapa. Leo tarehe 1 machinjioni wanapaita. Ni miezi 8 vimepita. Kwa leo tarehe 1 aliyetangaza huo mchezo ni huyu hapa. Kwenye screen. Kwenye screen. Unaona sasa anatokea kwenye screen. Macho kwenye screen. Macho kwenye screen. Huyo hapa. Alwatan Ramadhan Ngoda. Unajua yuko na nani hapo? Ameandika Ngaila tubaki hapo. Unajua yuko na nani hapo? Au Karim Boimanda, ofisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Sema lingine. Umeisema kwa hasira. Aish, umeisoma kwa hasira. Nikajua kanzu labda kibarakishia kimekupoteza. Tuendelee. Bwana Alwatan ameandika Zanzibar na dabi ya Kariakoo vimenikutanisha na ndugu yake sio mimi. Ofisa habari wa bodi ya ligi kuu Karim Boimanda, mwalimu wangu kwenye baadhi ya mambo. Yapi? Samuuliza akirudi. Hii picha wakati unapigwa baadhi ya mambo unamwachia Ramadhan Ngoda ambaye ni mwalimu wangu. Sawa, tumalizie hapo, Richard hajamaliza. Ngoda akirudi utatuambia maoni yake. Hii picha wakati inapigwa kuna story tulikuwa tunapiga kuhusu dabi. Na hofia nikiwaambia kilichotufanya tucheke, mtacheka zaidi ya sisi. Anyway. Nasikia kila muda unavyosogea. Pressure inazidi kupanda. Kuna upande na pressure na inashuka. Ngoda na pressure. Sasa kwenye social, akiangalia shabiki social, pressure tena kaa sawa. Hivi Ngoda ana pressure. Bwana sasa ndugu zangu, tunatangaza kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza, yani kizungu. Hapana, sema kizungu bwana. Mimi naondoka. Muda bado. Tulia. Muda bado. Peter Otai. Anatangaza kwa lugha ya Kizungu. Au ni mzee wa beauty. Na ametuambia nini? Huyo ni mzee wa beauty bwana. Beauty. Bonge moja la kitu. Mwamba huyo hapo. All set for the Kariakoo Derby. Akatagi hapo Azam TV Sports. Ukurasa mkubwa wa Afrika wa michezo. Lakini akawatagi wekundu wa Msimbazi Simba, akamtagi Ali Kamwe wa Yanga pamoja na Ahmed Ali wa Simba, akawatagi Yanga na hashtag zao. Comment ya Margaret hapo inakwambia beauty. Nilikwambia hiyo ndio kiutambulisho chake. Leo ni hatari. Lakini ukiangalia hizo document hapo anazopita utai hapo, leo mambo yatakuwa ni bulbul. Mahesabu hapo, mahesabu makali sana. Unaona pale Abisai Steven na himself. Hapo Rama kuna muda nilimuona. Nani? Ramadhani? Mzee wa matakwimu. Mzee wa sabati. Alipiga chenga. Mzee sabati hivyo alipiga chenga 80 kabla hajafunga. Ila wenga huwezi kuwa na kichwa kama cha Ramango. Mimi siwezi. Chenga 80 kabla kichwa kama kile. Hivi wewe ngoja kwanza.
kuna namna na kuwa naweza kuhesabu pasi labda ambayo imezaa goli kutoka kwa goli kipa mpaka kwenye goli jingine kwenda kufunga. Hilo naweza kufanya. Lakini kuhesabu pasi za dakika zote 90, mtu amecheza dakika ngapi? Hilo Rama kuna namna itabidi atupe darasa. Sasa baadaye watakuwa Mbwaduke hapa. Fundi mwingine kabisa Kachero mbobezi. Oya. Kachero. Kwambia unajua hapa natakiwa atoke huyu, unajua akitoka huyu hii itasaidia, unajua muda huo anahitaji direct play. Aingie. Usubeshanifahamu vizuri. Makocha wa nje mchezo. Bwana watakao kukutana leo Yanga na Simba wao wanasemaje? Tuanze na Yanga. Kwenye ukurasa wao. Wenyeji wa mchezo wenyewe. Mambo sio mengi. Wanakuambia match day. #Kariakoo Derby. Mohamed Damaro. Versus Simba SC. Tarehe mkuandikia 1 Machi 2026. Uwanja mkuandikia Amani Complex. Muda baada ya kufuturu. Saa 2:15 usiku leo yani. Inyeshe mvua iwe radi. Lazima iendelee. IK na Ngaila. Nikwambie kwa nini wameweka picha hiyo. Kupitia ukurasa wa Yanga lakini pia wa Alikamwe. Alizungumza msemaji akasema kwamba leo kwa sababu wao ndio wenyeji wa mchezo basi mechi ya leo wanaidedicate kwa mwamba wa Damaro. Kwa hiyo leo ni Derby Day lakini kwao wanamaliza hapo Damaro Day. Hapo ameandikia #timu ya wananchi daima mbele nyuma mwiko. Lakini si bora. Hiyo mbele iache. Hiyo mbele nimeiacha nje. Na kwenye social pia ukija na wewe nakusubiri. Haina shida bado upo. Hapa nakwambia good luck wananchi. Yanga wenyewe 1935. Wewe Patrick Sibomana. Wananchi tu like hapa, like ziko nyingi sana. Bossi Munene all the best Yanga bingwa, lakini Galvaria 6 anakuambia watu front cover wameweka Damaro. Hello, can't wait. Patrick Sibomana winga wa zamani wa wananchi. Mwendo kama kawaida. Huko kuna Balinya, huku yeye. Bwana ukurasa wa wekundu wa Msimbazi Simba ikeua. Wageni wanasema watani day. Kariakoo Derby NBC Premier. Hizo ni #nguvu moja. Lakini Stavo likes za mnyama ni hapa wakuu wangu. Asante. Makopa mengi amefurahi. Official Sabisele. Yeye ana maneno mengi. Kama mechi tunashinda hii wana Simba. Lakini Sarah Beauty anakuambia ni birthday yangu leo. Nipo kwenye maombi jamani, naombeni goli 2 tu, zawadi kubwa kwangu. Yani kwamba magoli yeye kwake ndo zawadi. Ndio. Haya magoli yafungwe na nani sasa? Yani washinde wa Simba. Huo ni Simba. Yeye anahitaji magoli kama zawadi ya birthday. Simba Queens kwenye page yao Simba Queens wao wameandika pale comment kwamba Simba 2 Yanga 1. Au ni Simba Queens fans. HQ. _HQ au ni Simba Queens fans. Mike, hebu fanyeni kweli bwana tushinde nisipate cha kubishana na watu. Apata kubishana na watu. Unje kushafuturu unakuwa umeshiba. Anakuambia hebu fanyeni kweli leo tushinde nipate cha kubishana na watu. Ukishakula futari pale. Ili nguvu zinakuepo. Yaani wengine wanakuwa wanatafuta namna ya kuwa sawa. Unajua futari tunakuwa tumekaa muda mwingi huko nyuma watu hawajala. Kwa ukishakula pale kuna namna unajihisi. Sasa ili uwe umechangamka ndio hali inakuwa kama hivyo, unatafuta ubishi, utembee. Pilipili wapunguze. Lakini hapo kuna It's Janice amekwambia usimkatie tamaa mwanaume anayepumua. Usimkatie tamaa. Huyu ni shabiki wa timu gani? Simba. Amesema let's go Lion. Lakini mpaka ujumbe wa matumaini. Sasa kwa nini ndio wewe kaamua kuandika hivyo? Kila shabiki anaweza kusema lake. Ukisikia umejitahidi. Unajua kujitahidi sio ukamilifu wa kufanya. Yaani kujitahidi ni umejaribu. Ukisikia umetisha. Huyo eti umetisha. Subiri kwanza, habari za kujitahidi na kutisha ni vitu viwili tofauti. Huyo ni amejifikiria, akawaza, akaona tuiweke kwa pamoja iwe tu hivi kwamba usimkatie tamaa binadamu anayepumua. Hasa mwanaume ameandika. Sasa mashabiki social kutoka hapo ndio ulimsema Mbwe, naomba useme shabiki social mara 4 mfululizo. Hapana, namtetea. Kwanza nasema. Unasema mimi na utetezi wote. Shabiki social mara 4 mfululizo. Taratibu. Naomba useme mara 4 mfululizo kwa haraka. Niangalie usome ya kwanza. Shabiki social mara 4 mfululizo kwa haraka. Ya pili. Kumbe ni hesabu zile. Shabiki rudia.
Anza. Shabiki Social. Shabiki Social. Nilikwambia. Haikuepeki. Wewe. Nipunguzie niseme mara 2. Sema haikuepeki. Haikuepeki. Hapo mtakuja. Umezunguka umefika huyu hapo. Bwana, Mashabiki Social wametuma maoni yao kutoka sehemu mbalimbali. Ni tambo, tuangalie sasa vipande vya picha mjongeo namna ambavyo. Sasa hapo ndo patao hapo kuna maneno. Hawa. Kama we mteja wetu wa Azam TV, basi hakikisha unalipia kisimbuzi chako mapema ili kuepuka na adha ya kimtandao. Bwana, kumbuka siku ya kesho ni ya tarehe 1 ya mwezi wa 3, ni usiku wa dabi. Wewe Yanga ama Simba? Yanga ama Simba? Kwa kifurushi chako cha shilingi 28,000 tu unapata kuona live kati ya Simba na Yanga, ile dabi la watoto wa Kariakoo. Bwana, fanya hima kulipia kisimbuzi chako mapema. Lakini bwana, nikukumbushe tu, Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Leo nimekuja kwenye chuo chetu, nikizungumzia chetu ni chuo cha sanaa hapa Tasuba. Kwa hiyo pamoja na mambo mengi tunayofanya, lakini niliwauliza swali la kizushi, kumbe nao wenyewe ni wapenzi wa Azam. Burudani kwa wote. Dishi ya tubanduki. Antena usiseme. Camcard. Azam TV Max. Azam Max nimalizie mbi zangu muda mwingine. Mpaka naenda kwenye wewe Zanzibar ni njema, atakaye na aje. NBC Premier League, dabi ya Kariakoo hii hapa sasa. NBC League, dabi ya Kariakoo, na tunakaribishwa wewe Zanzibar. Yes, wananiita boss mchezaji. Leo ndio ile siku ambayo nilikuwa nasubiriwa kwa hamu kuliko siku zote kabisa kwenye ulimwengu wa michezo, ulimwengu wa soka duniani. Na maanisha ni dabi ya Kariakoo, dabi namba 2 kwa ubora barani Afrika. Kariakoo dabi, tunazungumzia Young Africans anaenda kumkaribisha Simba Sports Club. Hivyo vyote virabu vina maingizo bora kabisa, wachezaji wapya kwa madirisha yaliyopita, kwa maana dirisha kubwa na dirisha dogo. Leo wanaenda kukutana match moja ndani ya New Aman Stadium. Ni mechi ambayo hupaswi kusimuliwa tukio hata moja, hupaswi kukosa kabisa. Nenda kaitizame New Aman Stadium kwa wale ambao watafanikiwa kufika uwanjani. Kama hujafanikiwa, sehemu ni moja kabisa ya kutazama mechi kwa ubora kabisa. Na maanisha Azam Sports 1 HD wanakuonyeshia mechi zote za ligi kuu ya NBC kwa ubora kabisa. Habari ya Azam TV, habari ya Azam TV. Naitwa Selemani Abdalla, niko Buguruni. Napenda kuzungumzia dabi ya leo kuhusu Simba na Yanga. Kweli Simba na Yanga haiwezi kutabirika sana kwa mawazo yangu mimi na uzoefu wangu mimi. Nahisi huenda leo Simba na Yanga ikatoka sare. Asanteni sana, nawapenda sana. Azam TV, burudani kwa wote. Dube. Yes, nikitoka pande za Sumbawanga mkoani huko. Maoni yangu ni kwamba mechi ya leo itakuwa ni mechi ya mvutano mkubwa sana kati ya watani wa jadi wa Simba na Yanga. Ila naamini leo mnyama anaondoka na matokeo, lazima apate pointi 3. Kwa sababu nataka tupunguze mazoea, kuzoeleka kirahisi na hao watani wetu. Kwa naamini mechi ya leo mnyama anaondoka na alama 3 za muhimu sana. Kwa hiyo tuseme kwamba dakika 90 ndio maamuzi. Asante. Nikiwa kama shabiki wa Yanga kutoka Dodoma, naomba timu yetu ya Yanga zidi ya mtani wetu Simba siku ya leo, usiku wa leo pale kwenye uwanja wa Amani Complex. Tunasema hivi, sisi kama wananchi, msimamo wetu ni ule ule na tutaendelea pale pale tulipoishia, kwamba watani zetu watakiwa wajipange sawa sawa, watengeneze timu kweli kweli, isiwe maneno mengi. Yanga daima mbele, nyuma mwiko. Dabi leo ni 2-1. Simba 2,
Simba 2. Ngapi? Kwa ngapi? 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 Haya. Naitwa Ramadhani Juma Mbwana, ni shabiki wa Simba kindakindaki. Leo hii Yanga atoke. Simba 2, Yanga bila mpaka dakika 90. Jina langu naitwa Alex Moses Baraka, nipo mkoa wa Morogoro, wilaya ya Gairo. Kuelekea katika mtanange wa leo kati ya Dar es Salaam Young Africans na Wekundu wa Msimbazi Simba katika uwanja wa New Complex pale Zanzibar. Naamini mchezo wa leo utakuwa ni mzuri sana ukizingatia timu zote mbili zina vikosi vizuri, ukizingatia watani zetu wa jadi Wekundu wa Msimbazi Simba wamesajili yale maongezo ambayo wameyafanya katika dirisha dogo, wameweza kuongeza wachezaji ambao ni hatari, lakini kutokana na uzoefu ama dabi nyingi ambazo zimepita na tumeshinda dabi takriban 6 tumeshinda, kwa nina imani Dar es Salaam Young Africans watafanya vyema katika mchezo huu wa leo. Simba, 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 Simba. Sisi tuko hapa tulolipa vingamuzi vya Azam, tunafuatilia kupitia kingamuzi cha Azam. Mary Manga hapa, shabiki ndakindaki wa Yanga. Na hiyo ushindi ni lazima yani. Haikwepeki. Haikwepeki. Kimewaka, haikwepeki. Nimesikia Mkwere akisisitiza kusana na kulipia mapema. Kwanza simuona alivyoshika dishi lake lile. Yaani kulipia dishi la Azam mwanalo mgongoni. Kulipia mapema. Kuepuka zile message za WhatsApp. Jamani, mbona nimelipia, mbona sioni? Kwa hiyo kulipia mapema unakuwa umepunguza usumbufu. Jana tulikuwa na hiyo kampeni. Halafu huwezi ukakaa unasubiria mpira umeshaanza au bado dakika kadhaa ndio unaanza kupiga simu. Hivi naweza nikalipia hapa, mbona inasumbua? Sijui nini. Jamani. Hapo mechi dakika ya 3. Yaani unajua mtu kweli anaona kabisa muda wa kulipia. Muda wa kulipia ulikuwepo, lakini yeye yuko busy. Mechi imebaki dakika chache kidogo. Wanaikumbuka na ile zero kote kote? Haikopeki. Azam Pesa na Azam TV. Yaani wanazidi kwanza ukatwi. Angaila, wanazidi kurahisishiwa mambo. Muda. Kwa hiyo cha kufanya. Mimi nikiangalia hapa bado wana muda. Uwe mbele ya muda. Au unasemaje? Uwe mbele ya muda. Muda wote yani hakikisha kwamba unajua IK kinachotokea ni kwamba wakati mwingine mkiwa mnalipia ama ukiwa unalipia dakika za mwisho, ukiwa unalipia wengi, unajua mtandao wa simu ule huko ambao unaotumia kulipia inawezekana ukawa changamoto wakati huo, kwa sababu burudani kwa wote huko iko standby na kusubiri wewe tu, ni wewe kulipia verified. Ngoma hii hapa. Mbona verified? Hakuna message ambayo wanaitamani kama verified. Wakati ushachelewa hapo, yani unatamani wewe uandike hiyo verified. Runinga inawaka, tunakutana na ubao umebadilisha namba. Si upande upi mimi? Utafanyaje? Jamani. Bana Alikamwe huyu hapa. Kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ndio. Bana ameandikaje AK? Ukurasa wake wa Instagram. Wetu ameanza kutabasamu kidogo. Nilikwambia tuongeze dua wa Tanzania. Nilikwambiaje Ngaira mwanzo? Pakome zwazwa. Mgonjwa huyu hapa. Sawa. Lakini kuna yuko hapo nyuma. Huyu ni mangu anacheka hapo. Kaanza kupata kidogo haweni. Hapo comments ambazo zipo kuna moto sawa, Pascal moto, Fabi moto, Yanga to news moto, lakini kuna dalali mpya bas inatosha. Kuna DJ Tifa inshallah atakuwa fit. Haya, lakini kuna Josam moto amecheka, sijui amecheka nini, huyu atakuwa shabiki upande wa pili. Kuna official Emmanuel pia ametabasamu, kuna Baraka Yanga TZ. Leo Yanga kina ametabasamu, sasa sijamuelewa. Yanga kina ametabasamu. Yupi huyo sasa? Baraka kule chini. Baraka ndio. Yanaona amecheka. Baraka ndio Yanga. Ngoja, yani kicheko chake kivuruga. Kicheko chake kina maana. Yeye ni Baraka Yanga. Sasa kwa nini acheke? Ni hivi. Anaweza akawa ametabasamu kutokana na comment ya msemaji. Ama kutokana na comment ya msemaji. Msemaji pale amesema mgonjwa wetu ameanza kutabasamu kidogo. Akaona katabasamu pia. Umeona na yeye akaja akatabasamu, huenda kimemfurahisha. Hivi mnajua kwa hiki ambacho ameandika Alikamwe? Nasubiri kwa hamu atakachoandika Ahmed Ally. Yaani mpaka sasa hivi bado hajaandika. Yaani akiandika tu tunakuletea hapa
Wewe unasubiria mimi nasubiria kuona. Aidha siandike. Akiandika siku yoyote tunaye. Siku yote hapo sawa. Tunakuja naye kwa sababu huyu tutakumbushia. Kuna shabiki social wa Yanga ameshamuona msemaji wao ameshaweka. Anasubiri sasa kwa upande. Anasubiri Ahmed Ally ataandika nini. Hata akichelewa ni kuhakikishia tutaikumbushia. Kule tutamfuata. Kule tutaikumbushia. Yaani lazima tuikumbushie. Haikwepeki ndo maana yake hiyo. Bwana sasa pamoja na Alikamwe wapo wadau kuelekea dabi ya Kariakoo hawa hapa. Walete! Mimi najua kama Mtani anaenda kukufa. Licha mechi itakuwa ngumu sana kwa sababu naye atatarajia kuona mara 7 aende kufunga mara 8. Atakaza sana lakini mkate mbele ya chai lazima uregei. Sasa na mai wetu atageuka mkate tu. Toko beta yo toro. Yanga beta bango toro. Yanga Afrika baba. Bogosumba yayae, Bogosumba mutajinyia. Twende Guantanamo. Tarehe 1. Simba wewe utajua kama umesajili ama ukusajili. Dabi ni dabi. Yaani dabi ni dabi, sio dabi sio mechi ya kusema kwamba tena pale Simba atafungwa au Yanga atafungwa, hapana. Mchezo unakuwa mgumu sana. Na kwa nilivyoangalia Simba kwenye mechi 3 za mwisho hizi za ligi kuu wamebadilika. Simba wamebadilika. Ukiangalia katika maingizo ya usajili ambayo wamefanya yakina Vincent Yaura, Goae, Leomba, naona kabisa kuna kitu kimeongezeka, ni kitu kikubwa mno. Yaani naamini mimi ninachoamini ni dabi ni kati ya mechi ambayo itakuwa ngumu sana, ijapokuwa anajua wananchi wao wanachukulia kama mashabiki wananchi wanachukulia kwamba kwa sababu tayari wameshashinda dabi 4 hizi mfululizo, hizi Simba hajapata matokeo. Kwa hiyo naamini mchezo itakuwa rahisi kwao, lakini mimi naamini wasije na matokeo yao akiwa mfukoni. Mimi ninachoamini kwamba mechi itakuwa ngumu. Atakayecheza vizuri, alijiandaa vizuri ndani ya uwanja, atapata matokeo yaliyokuwa bora. Sasa hapa katikati kulikuwa kama vile kuna COVID. Umeona Yanga amesajili vizuri, baadaye wakawatoa wachezaji kama 3 4 wakinaikuwa sio kina nani. Simba na nyewe wakapitia nyakati za kupanda shuka, baadaye wakarudisha kina Chama, wakaenda kumchukua Kibabaga, wakaongeza na wachezaji 2 3. Kwa hiyo yani ni kama mtu mmoja hivi anatembea kama msela, si ndio? Ama gari yenye mzigo inanepa kwa dereva, inanepa kwa tajiri, inanepa kwa dereva, haijulikani itadogea pande gani. Aidha inaweza kafika vile vile. Lakini kiukweli ni kwamba ingetoka zimekuwa nyingi kwenye hizi club. Hii imeanza kusimama, hii inaendelea na pesi yake. Wote wametolewa kule juu walipokuwa. Kwa hiyo mimi nafikiri dabi itakuwa nzuri, ila sitaki kuingia katika nafasi ya marehemu mzee wangu Shehaya kutabiri nani ambaye anaenda kumfunga mwenzie. Hapo hapana. Walete! Haikwepeki. Kutabiri marufuku. Hakuna kutabiri. Hakuna mambo amekwambia. Na usiende na matokeo mfukoni. Kwanza niwaambie siku hizi watabiri wamepungua. Mambo ya kutabiri vitu vimepungua. Wapo. Kwa mwisho siku tunasema saa 2:15 muda utaamua pale. Dakika 90 zitaamua kama kulikuwa kunaanza nyongeza, kama zikiwa 5, zikiwa 6, zikiwa 8, zikiwa 10, hizo ndo zitaamua nani anaondoka na utani wa jadi day. Nasubiri. Ujue muda ambao umekaa, mambo dabi imekaa. Yaani mechi inaisha tukilala kidogo asubuhi kazini. Imekaa muda mbaya, ndio? Sasa. Sio kwanza. Yaani ukimaliza mchezo, ukienda kulala kidogo tu. Kabla alarm haijaita, mvua hiyo. Yaani mafuriko asubuhi, mpaka kazini. Sijui nilibasegei ama Lani Okelo anakuja kichwani tu. Unaanza kuona maduble tu. Loemba. Unaanza Okelo, baba vipi? Utachanganyikiwa, bado mapema. Sio umeelewa? Sasa unakutana na bosi. Sehemu ambayo unatokea huko mliko shabiki social ni shabiki wa timu ambayo imepoteza. Boss ndio huo, haelewi shabiki social wala nini. Alafu kuna majukumu alikupatia bosi anavyouliza taarifa zake mkuu ni kuhakikishie zimekaa yani ana hasira za matokeo. Babu acha ngongo. Sasa nikwambie unamwamkia shikamo babu. Marahaba ujambo. Sasa kwa sababu anamkia mara mbili. Shikamo babu, marahaba ujambo, si jambo shikamo.
unaniamkia mara mbili mbili. Siku hizi tunamfuata yaani ukijifikiria tu kidogo fanya mlango hivi. Kumbe yupo. Unajiuliza kwani mbona saa hizi? Sasa anaweza kazima hata usini kwake. Unachotaka. Hataki mjue yupo. Anasema nini? Gaila. Kama hii wiki tu hali ilikuwa vile. Ushaona kesho Jumatatu itakuwaje? Yaani saa 9 unashangaa watu wako humu ndani. Kwani vitanda vimekutwa na nini? Watu wa usingizi, wa mangamngamu, tunajuana. Mnakumbuka Omari alizungumza na mashabiki wakati wanapanda boti. Yes. Sasa wapo safarini ndani ya boti wakielekea Zanzibar. Mashabiki hao hapo na Omari Selemani. Naam, bado tukiwa njiani tukielekea visiwani Zanzibar kama unavyoweza kujionea, ni burudani ya Azam TV ndio inawafanya watu wa relax, wafurahie safari na boti ya Kilimanjaro 9 kuelekea visiwani Zanzibar. Unachokitazama pale ni chaneli ya Azam 2 na watu wanatazama sinema. Sasa kuelekea kwenye dabi, na sisi tunapata wasaa wa kuwauliza watu baadhi ya maswali kadha wa kadha. Kama unavyojua baadhi ya watazamaji wengi wa Azam TV tunaamini wanavyo vingamuzi. Je, wanafuatilia vipindi vyetu kama wanavyofuatilia sinema na vitu vingine? Tutauliza sasa baadhi ya maswali ambayo maswali tutakayouliza kwa atakayejibu watapata wasaa wa kujipatia tiketi kwa ajili ya kwenda kutazama mchezo wa dabi ya Kariakoo. Na hii ni maalum, ni Azam TV wenyewe wakishirikiana na bodi ya ligi Tanzania wameamua kutengeneza jambo hilo mahususi kabisa kuelekea kuhamasisha na kuanikiza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kama unavyoweza kujionea hapana shaka ni mashabiki wa Yanga, jezi zenyewe zinajionyesha. Sasa nitakuuliza majina yako lakini na swali. Tuanze na majina yako afu niambie wewe una kingamuzi cha Azam TV nyumbani? Mimi kwa majina naitwa Esau Luinga, natokea Tunduma. Mimi nyumbani na kingamuzi cha Azam, na mimi Azam kingamuzi changu cha kwanza nimenunua mwaka 2015 mwaka 2015 mwezi wa mwezi wa 10. Safi. Kama umenunua 2015 pasi na shaka umekuwa ni mfuatiliaji wa Azam TV. Nataka nikuulize swali. Uko tayari? Asante, niulize. Azam TV kwa ujumla wana chaneli ngapi? Kwa ujumla Azam TV ina chaneli nyingi. Ina chaneli kama sikosei ambazo zinahusu Azam za Azam TV. Za Azam kama Azam ni ngapi? Maana kuna chaneli kama 8 hivi. Ambao ni Azam Sport 1. Tunaanza kwanza na mpira maana si watu wa sport. Azam Sport 2, Azam Sport 3, Azam Sport 4. Alafu pia kuna sinema zetu, hiyo inakuwa ya 5. Alafu kuna Azam 2 inakuwa ya 6. Kuna Azam 1 inakuwa ya 7. Alafu pia kuna ile Azam ile ya matangazo inakuwa ya 8. Yeah. Atasaidia. Bado Okay, UTV. Si, yani hiyo ndo sijui nimepitiwa, lakini ndo channel yangu ya kuangalia nikirudi kazini lazima niangalie taarifa habari. Hongera kwa vile umejitahidi kujibu walau channel 8. Hongera. Sasa tutakachokifanya hapa tunaandika jina lako pamoja na namba, utapata zawadi ya tiketi ya kwenda kutazama mchezo wa dabi. Asante. Umeipokeaje hii na pengine unafikiri ni hamasa kiasi gani? Yeah, of course kwamba ni hamasa kuelekea dabi yetu ambao sisi kwa mfano sisi leo toka mikoani tumejipanga. Kwa mimi nawashukuru Azam TV kwa kunipatia hiyo fursa ya kuangalia mpira. Sasa tuhamie kwa mwenzako hapo. Swali halitakuwa lile. Swali ni tofauti. Nimemuuliza kuhusu Azam TV na channel ngapi. Kwako wewe nataka uniambie Azam Sports 1 HD ni channel namba ngapi? Ni channel namba 100 nadhani. Hapo nimechemka kidogo. Badilishia swali. Channel gani inaonyesha michezo ya ligi kuu ya NBC peke yake? Azam Sport 1 HD.
Azam Sport 1 HD. Uhakika? 100%. Uhakika? Azam Sport 1 HD, yes. Sasa tutajia majina yako lakini na namba kwa ajili ya kupata tiketi, na pengine hii unaipokeaje? Ni jambo ambalo Azam TV wakishirikiana na bodi ya ligi wameifanya hiyo mahususi kuelekea kuanikiza dabi ya Kariakoo. Kwanza nashukuru sana. Kwa majina naitwa Meida Hamad, na hii ndo maana halisi ya Azam TV, burudani kwa wote. Nimefurahi sana na naamini pia, na kwa hiyo zawadi tutaanza kuitumia hiyo fursa, na inshallah panapo majaliwa basi yule mnyama anakufa 2 tu. Nashukuru sana. Ni challenge hiyo ambayo tunaifanya kwa ajili ya bana. Huyo ni Omari Selemani, anasafiri na mashabiki wakiwa na The Dragon of the Sea Kilimanjaro 9. Huyo hapo mwamba huyo. Oya moto hiyo. Hatari. Mbona mndani kama yani asema ndani kama vile huko zaidi ya ndege. Umeshafikiria Omari akirudi hapa atakuja kutambia kiasi gani? Bwana wewe. Kaa huko juu, yani kama vile. Sasa kule mimi napendaga kaa juu kule. Acha basi. Yani hausikii mawimbi. Hausikii mawimbi kwenye hiki. Maeneo mimi napenda. Kwa hiyo wale ambao wale ambao wakipanda boti wanakuwa wanapata tafrani. Ukipanda Dragon yale mambo vinani yale vichache sana. Ni mambo tu mwenyewe uwe umeamka vibaya. Ila vikarachosi vipo kama kawaida kwa ajili ya tahadhari. Huko ndani kutalii. Bana, sasa Shabiki Social nikukumbushe kwamba saa 2:15 usiku haikwepeki. Leo ni Kariakoo Derby. Iwe joto la Zanzibar. Ademfiro anasema baada ya mvua jua iwe radi usiku. Iwe jua la usiku haikwepeki. Mwisho wa siku jua la usiku. Unajua mwezi? Umemaanisha hivyo. Unajua tunaongea kidogo professional mafumbo. Jua la usiku ni mwezi. Ngoja tuangalie na mashabiki hapa wakati tunamaliza kuondoka. Hawa hapa mashabiki kuelekea dabi ya Kariakoo. Umepata. Mimi naitwa Juma Chite kutoka Masasi. Kuelekea dabi ya leo ya Simba na Yanga inayofanyika New Amani Zanzibar majira saa 2:15. Naona kabisa mtani wangu Simba anaenda kuteseka. Ataenda kuteseka pakubwa sana. Na mateso hayo yote yanatokana kutokana na ubora wa Yanga waliokuwa nao. Hasa ukiangalia wachezaji wao, safu ya ushambuliaji na safu ya viungo. Naona kabisa Simba anaenda kuteseka, japokuwa mechi haiwezi kuwa rahisi. Ila naziona goli 2-0. Mtani wangu unamfunga. Bana, shabiki kindakindaki wa Young African hapa kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Sitakuwa na maneno mengi, nasemaje? Leo Yanga anashinda 3-0. Ile tatizo kutoka Dodoma Town. Bwana, mimi shabiki wa Simba kindakindaki. Natakia heri nzuri siku ya dabi yetu pendwa kabisa inayopelekwa Zanzibar kwa amani. Bwana, mimi natakia heri kabisa. Sio mcha wetu Yanga huyu anatupeleka kwa amani kule kwa ni baraka. Mimi kama shabiki wa Simba sijavaa jezi, lakini mshabiki pia wa Simba. Na kisha leo Simba inashinda goli hizo 3, na kama waamini mtashuhudia katika siku ya leo Simba tukubali tena utumwa, atukubali tena kuwa wateja wa Yanga. Tunaenda shinda katika mechi iliyo safi kabisa. Na uzuri Zanzibar mvua imenyesha, uchawi wa Yanga hauvuki bahari. Kama kawaida tuko hapa Arusha moja, tunaangalia Azam TV. Mimi kama shabiki wa Simba sijavaa jezi, lakini mshabiki pia wa Simba. Na kisha leo Simba inashinda goli hizo 3, na kama waamini mtashuhudia katika siku ya leo Simba tukubali tena utumwa, atukubali tena kuwa wateja wa Yanga. Tunaenda shinda katika mechi iliyo safi kabisa. Na uzuri Zanzibar mvua imenyesha, uchawi wa Yanga hauvuki bahari. Kama kawaida tuko hapa Arusha moja, tunaangalia Azam TV. Tuko live kabisa kutoka Dodoma, Tanzania. Tunashuhudia leo huyo mnyama anapigwa mbili. Anapigwa mbili. Hakuna kitu kama hicho. Haiwezi tokea hiyo. Haiwezi tokea. Yaani hiyo ishatokea imeisha. Alafu kumbukeni kwamba kila mfungo wa Ramadhani lazima mpasuke. Hakuna kitu kama hicho. Mafuta pressure. Tuko live kutoka Dodoma, makao makuu ya Tanzania. Tunasubiri dabu kahamu sana. Dabu ya Kariakoo. Hata kama ipeleke Zanzibar lazima wapasuke. Zamu yao. Hiki uhakika. Tumaini leo tupata ushindi magoli mengi. Sababu wao washazoea kufunga zaidi mara 6. Kwa leo kikosi changu kimekuwa kwa imara. Tumaini kwa kuanzishwa leo atapata ushindi. Atakia tunaje ushindi. Jamani, kama mwana Simba
kishabiki nitoe neno moja, tuko na Yanga wamezoea kutupiga mkono. Sasa leo tutawaonyesha huo mkono unawageukia kwao. Wana Simba wenzangu, tulieni, siku ni yetu na tunatamba nayo, na aminini kwamba tutashinda. Naongea maneno mpaka nimerekodi video, it means kwamba tunashinda. Simba nguvu moja. Muitikeni mwenzenu. Makofi kwa mashabiki wote wa Simba pamoja na Yanga. Ngaila, kazi hapo it means. Makofi kwa mashabiki social wote. Huku tunaondoka sasa. Wametisha huku tunaondoka, sana. si ndio? Kwambie. Tuondokeje? Haikwepeki inaweza kuwa wimbo. Haikwepeki. Au tusema mwezi. Nilikuwa nataka nikwambie haikwepeki. Mama we haikwepeki. Kaja koda. Shabiki Sasha. Haikwepeki. Kimewaka! Haikwepeki mtani! Haikwepeki!